Shalom, shalom, taifa la Mungu, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa majina naitwa Nabii Enoch Jamore. Ninawakaribisha sana kwenye chaneli yetu pendwa inaitwa EJN Media. Ninaomba wewe ambaye unanifuatilia, ambaye ni mgeni, ambao hujaweza kusubscribe, naomba gusa hiyo neno subscribe ili uwe wa kwanza kunifuatilia. Okay. Kuna mambo mengi tunataka tuzungumze na watu wengi sana. Kuna hali fulani ya kukata tamaa, kuna hali fulani wanajiuliza ndani ya maisha yao, nitaanzaje, nitafanyaje ili niweze kupata mafanikio. Leo ninakuja kukufundisha wewe mpendwa unanifuatilia, uwe ni Mkristo ama si Mkristo. Anayeleta utajiri si mwanadamu bali ni Mungu, ila Mungu huwa anakutengenezea watu ambao waweze kusupport. Maandiko yanasema na atakuletea mataifa yatafanyaje, yatakusupport kwa lugha nyingine. Kwa hiyo Mungu ndiye analeta nini? Analeta utajiri. Ukisoma katika ile Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari ule wa 17, hapo usiseme moyoni mwangu, nguvu zangu na mawazo ya mikono yangu, akwambia ndio ulionipa utajiri huo. Kwa hiyo usiseme katika hilo. Lakini ukisoma mstari ule wa 18 akwambia bali akwambia utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Kwamba Mungu ndiye anakupa nguvu za kupata huo utajiri. Kwa hakuna mwanadamu ambaye anaweza kukupa utajiri. Kwa hiyo kwamba utajiri unapaswa uwe na bidii ya kuweza kupambana, na bidii ya kuomba, bidii ya kumtafuta Mungu. Pasipo kumtafuta Mungu hauwezi. Pasipo kumtafuta Mungu huwezi. Lakini pia kwenye huo utajiri, kuna kitu kinaitwa mkono mlegevu, mkono mlegevu. Kwa hiyo inasababisha watu wengi sana wanashindwa kufanikiwa. Ukisoma ile Methali 10 mstari ule wa 4 unasema, akwambia hivi, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake alikuwa na bidii hutajirishwa. Kwa hiyo tunaona kwamba mtu ambaye anatenda kazi kwa ulegevu, mtu atendaye kazi kwa ulegevu husababisha umaskini. Lakini ambaye anatenda kazi kwa bidii, anafanya kazi kwa bidii, lazima utajiri utakuja. Ndio maana hata mimi hapa leo hii niko hapa kwa ajili ya kutafuta maisha, umeelewa? Kwa lugha nyingine, hiyo channel unaiona mbele, ndoto yangu siku moja niwe na channel kubwa, niwe na TV, umeelewa? Lakini kwamba nimeanza na mimi nilivyo. Sikutaka nisubiri kutumia nipate kamera, yani nipate laptop, nipate nini. Nilianza na simu. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe hapo ulipo unaweza kuanza na kile ulicho nacho. Ndio maana Musa alipofika kwenye ile bahari ya Shamu, Mungu akamuuliza, Mungu akamuuliza, una nini mkononi mwako? Sio, umeelewa? Una nini mkononi mwako? Umeelewa? Ndipo akamwambia, ninayo fimbo. Kwa hiyo kumbe lazima uwe na kianzio ulicho nacho mkononi mwako, mtaji ulionao. Hata kama shilingi 10,000 anza. Umeelewa? Ndio maana somo la leo nimeliandika kwa nini hujaanza. Ndio maana somo la leo nimeandika kwa nini hujaanza. Kwa kumbe wewe ndio unachelewa mwenyewe. Kumbe Mungu anaweza kukupa utajiri. Wewe mwenyewe ndio umechelewa. Kumbe Mungu anaweza akakupa utajiri, mpendwa. Kwa hiyo leo hii naomba usubscribe channel yangu na uendelee kushare ili tuendelee kuwa pamoja. Mungu akubariki maisha yako, uchumi wako ukakue sana. Na kipindi hiki tupo kwenye maombi ya kukua kiuchumi. Kwa hiyo barikiwe sana mpendwa unanifuatilia. Barikiwe sana.